Binti Maida, leo huna ujanja tena. Hato kutesa wala kukunyanyasa. Tutamuhifadhi kwenye hii chupa. Maida, nakuita popote ulipo Maida. Nakuita. Iwe uko kaskazini, kusini, mashariki, pande kuu 4 zote za dunia. Nakuita Maida. Popote ulipo Maida nakuita. Njoo. Maida nakuita njoo. Maida njoo. Futika futika futi. Futika futika futi. Iwe uko kaskazini, kusini, mashariki, pande kuu 4 zote za dunia. Nakuita Maida. Popote ulipo Maida nakuita. Njoo. Maida nakuita njoo. Maida njoo. Futi. Futika futika futi. Futika futika futi. Tumekwisha mdhibiti Maida. Kamata hii chupa. Hakikisha unahifadhi sehemu za siri. Sehemu ambazo mtu yeyote hawezi kuona. Sehemu ambayo unaiamini. Sawa? Hapo hato kusumbua tena Maida. Sasa uko huru. Ila zingatia, sehemu yoyote utakapoificha hiyo chupa, hakikisha mtu aioni. Na yoyote atakayeiona akafungua, kitakukuta kitu. Kitakukuta kitu cha mtema kuni utakiona. Maana huyu Maida akitoka kwenye chupa anakuwa na nguvu mara 2, nguvu maradufu. Utakuja kuangamia. Unaweza ukaenda. Salamu. Samani, shangazi yake na Maida nimemkuta? Hapana, kaondoka muda sio mrefu. Na Maida je? Maida hayupo. Na wote wametoka kwenda kumtafuta yeye. Wamenyesha mimi tu ndani. Una maana gani? Maida alipotea tokea jana. Najulikana alipoelekea. Sasa tutakuwa umeelekea wapi? Labda nikuelekeze simu kwa rafiki yetu kumuulizia. Huko uende ukapata pa kuanzia. Maana mimi siwezi kutoka hapa, nimeachiwa nyumba. Sawa, hebu naomba nielekeze hiyo sehemu nielekeze hivi. Niambie shoga yangu. Mbona umechelewa? Amna, kuna jambo nilikuwa namalizia mara moja. Samahani lakini kwa kweli. Hamna shida, tusiyazungumzie yaliyopita kwa sababu hata tukisema tujilaumu hatuwezi tukarudisha muda nyuma. Shoga yangu na mtihani mkubwa hapa nilipo. Mle kwa chifu nimefukuzwa na sitakiwi kuonekana mle ndani. Hapa nilipo sina pa kwenda. Hivyo, kuna jambo naomba unisaidie kama rafiki yako. Jambo gani shoga yangu? Kama ndio yale mwenzako sitaki. Masuala kwenda kwa chifu tena mia. Kuna sehemu kwa sasa hivi naelekea. Kama nikifanikiwa kwa hicho ambacho nakifuata, basi nitakuwa nimesolve shida yangu, ila kama sitofanikiwa naomba unisaidie wewe. Kuna kiasi cha pesa nahitaji unisaidie. Ni kiasi gani? Naomba unisaidie 300. Nyingine kanunue godoro, itakobaki basi nitalipia kodi. Shoga yangu kwa kweli kwa sasa hivi nisikuahidi chochote. Maana mwenye mambo yangu magumu hatari. Ila sasa wewe nenda uko unapoenda. Ukifanikiwa utanijuza, usipofanikiwa utanijuza. Ile mbadi na mimi niangalia kibato. Basi sawa, nimekuelewa, hamna shida. Na vipi kuhusu mume wako? Umeamaliza?
Kwani kama unaona ni kisirani hatari, ila yule asikuchoshe wala nini, mimi namudu mwenzangu. Kama ninavyokujua kunaga mkate mgumu mbele ya chai. Basi sawa, hamna shida. Naomba unisamehe mume wangu. Sikujua kama Sonia ni mharibifu kwenye ndoa yetu. Naomba unisamehe, sirudi tena mume wangu. Sabra, mimi nilishakusamehe mke wangu, kwa sababu mimi ni mwanaume na wanaume tumeumbiwa kupambana na changamoto. Kwa hiyo inapotokea changamoto, kuna muda tutaki kuifanya hiyo changamoto ikaonekana kama ni kosa, bali hiyo changamoto waga muda mwingine tunachukulia kama ni funzo katika safari yetu ya maisha. Lakini kitu ambacho bibi ijue, mpenzi wangu, wewe wala huna makosa, kwa sababu hakuna mwanamke ambaye angeweza kuvumilia kugundua kwa mume wake ana cheti. Maana mapenzi ya kweli yametawaliwa na wivu. Sabra mke wangu, inabidi ujue kuna muda ambao wewe ulikuwa ukionyesha maumivu kwenye sura yako. Ulikuwa ukionyesha namna gani unateseka baada ya kugundua kwa mimi kusaliti. Mimi nilikuwa naifurahia hiyo hali. Sasa kwa nini? Kwa hiyo ulikuwa unafurahia kuona mimi nikiumia, si ndio? Na sio kwamba nafurahia maumivu unayopata, kwa sababu maumivu uliokuwa ukiyaonesha yalikuwa yanafanya niamini kuwa wewe una mapenzi ya dhati na mimi. Maana mwanamke asiyekupenda hawezi kuwa na maumivu pindi anapogundua kuwa wewe unamsaliti. Kwenye maumivu ndio kuna mapenzi ya kweli. Hawezi mtu akaumizwa na mtu ambaye hampendi. Kwenye wivu ndio kuna mapenzi ya kweli. Trust me. Mimi lazima nikuonee wivu nikigundua tu nikisi kuwa unasaliti. Ndivyo ilivyo kwako kama utakuwa unanipenda kwa dhati. Mimi lazima niumizwe pindi nitapogundua kuwa unanisaliti. Basi ndivyo ilivyo hata kwako. Hauwezi kufurahia. Lazima na wewe uumizwe pindi nitapogundua kuwa unasaliti. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni faraja pia, kwa sababu niliweza kugundua kwa mapenzi dhati na mimi. Nakupenda mke wangu. Nakupenda zaidi mume wangu. Nakupenda sana. Sana. Asante. Ila naomba nikupe angalizo. Siku zote hasira matokeo yake ni hasi. Kamwe usitoe maamuzi ukiwa na hasira. Umenielewa mke wangu? Alafu pendeni kufanya uchunguzi kabla mjafanya maamuzi, kwa sababu kuna muda mnaweza kuwapa adhabu kali watu ambao huenda mlipaswa kuwasaidia na kuwaonea huruma. Sawa kipenzi? Hebu nitazame. Hivyo nadhani wewe na Sonia mnafanana. Ukiacha sura ya upole ulioumbiwa, una haiba njema, uzuri wa macho yako, mdomo wako wanifanya muda wote nitabasamu pindi ninapokuangalia. Nakupenda mke wangu. Wewe Sabra, kwa nini mpa bro mavazi haya vya kati machafu? Simetoka kuyavua sasa hivi tu hapa. Naomba mniache. Shemeji mwenyewe, nimwambia shemeji basi subiri nikufulie, afu nikupasie ndo vae. Amekataa, mimi ningefanya nini? Sasa dogo, jasho langu mimi na wewe si kitu kimoja kabisa. Yaani wewe umesahau kwamba kijijini tulikuwa tunavaliana nguo mimi na wewe? Wewe vipi wewe? Bro, muda mwingine bwana umwambie Sabra yafue, haya nyooshe ndo kupatie. Sio vizuri mimi nimevua tu hapo na wewe unavaa. Majasho magonjwa ni mengi brother. Hata kama ni kweli bro wangu, lakini tusivaliane nguo chafu. Hapa hakuna cha magonjwa, hakuna cha nini. Yaani wewe unataka nguo nzuri uvae ile mimi nivae midabwada. Kitu ambacho hakiwezekani. Hapa tunaenda paso. Au unasemaje? Sawa, nimekuelewa. Niambie kakaangu. Na nguo kama hii labda
mlinunua shilingi ngapi? Nataka kujua. Nafikiri kwenye Ujui chochote kuhusiana na Mungu. Shem. Mimi hapa ndo ninajua kuhusiana na nguo zake zote. Hii hapo shilingi yangu nimenunua 2,500. Hapo hizo zikopea hizo. 2,500. Alafu tunajibu kwa madaya kabisa. Hivi wewe mna adabu na pesa kweli nyinyi? Yaani mnajiona pesa kama makaratasi kwa sababu mnakaa mjini, kwa hiyo mnashindwa kuheshimu thamani ya pesa, si ndio? Hivi kwa mfano hiyo pesa ungenitumia mimi nikiwa kijijini, unajua kule mbuzi karibia shilingi 30,000 tu. Ningepata hata mbuzi 7. Sasa hivi tumeshapata hata mafaida kibao. Nyinyi mnafanya vitu gani vya kipumbavu, mnakuwa kama watoto? Huo ni ujinga huo. Fanyeni vitu vya maana katika pesa. Mnanunua manguo tu ya ajabu, afu yana gharama kubwa. Japo ni nzuri lakini msifanye vitu vya ajabu kama hivyo. Chifu, mwambie mkeo asije akarudia tena kununua manguo ya gharama. Sawa sawa? Yaani basi hatutanunua tena mavazi ya gharama. Tusamee. Nguo ambayo natakiwa ununue gharama imezidi sana shilingi 15,000. 15,000? Bwana, sawa. Tutaliheshimu hilo kakaangu. Haya, sawa. Tuachane na hayo. Naomba mnisikilize kwa makini. Mimi nahitaji kuzungumza kuhusiana na Sonia. Kipindi ambacho namleta Sonia, sikujua kwamba ni mwanamke ambaye anaweza kusababisha madhara makubwa. Na ikafikia hatua mpaka Sonia anataka kuharibu ndoa yako kwa mikono yake kabisa. Na kitu ambacho mimi nashuhudia kwa macho yangu. Ni kitu ambacho kimeniumiza sana kiukweli, na nimemwona yule mwanamke ni mpumbavu, fai. Sasa basi, mimi kama nimeweza kumleta katika hii nyumba, sihitaji akanyage tena hapa. Kwa sababu anaweza akaleta madhara makubwa sana. Ni kweli bro, uko sahihi. Unajua mimi sikutaka kuzuia kuwa na Sonia kwa sababu tayari ulishaonesha kumpenda. Na niliona na kila sababu ya kuheshimu hisia zako ambazo umeonyesha kwa mwanamke umpendaye. Ndio maana sitaki kuliingilia hilo, lakini kama umeweza kuliona hilo pia ni vizuri. Na mimi na imani kwenye kila baya kuna zuri la kujifunza. Pia tumshukuru Mungu maana ameweza kuonesha Sonia kuwa sio mtu mzuri, na uenda ungefanya chaguo la kupata mwanamke ambaye asingeweza kuwa mama bora kwako. Sawa. Na kitu kingine cha mwisho. Unajua tumeishi kwa upendo kwa muda mrefu. Shemeji umenipokea vizuri sana. Nafurahi. Lakini mimi leo ni waage. Nahitaji kurudi kijijini. Unarudi kijijini? Mbona ni ghafla hivyo? Kuna nini? Kama unakumbuka dogo, nilishawahi kuambia kuwa kuna mwanamke ambaye nilizaa naye. Ni kweli. Na yule mwanamke amenitafuta. Anataka tukazungumze kama kutakuwa na uwezekano tuweze kumlea mtoto wetu kwa pamoja. Basi sawa, mimi nadhani hilo sio jambo baya. Wewe nenda kazungumze naye. Alafu tutakuwa tunawasiliana brother. Kwani shemeji una mtoto? Hilo swali gani ambalo unaniuliza? Ni matusi makubwa sana. Yaani kwa mfano kule kijijini ukamuuliza mwanaume shupavu kama mimi eti una mtoto. Maana yake ni nini? Ni mgumba au? Yaani wewe unataka nikupe jibu gani shemeji? Mbona leo umenikosea adabu sana? Yaani dogo au ni mjibu shemeji hapa mbele yako? Yaani hapana, usijibu. Naweza nikakujibu afu nikawa nakutukana vile vile. Yakawa ni matusi mazito sana. Wewe unanichukuliaje mimi? Nakula na shiba. Mimi mtu wa kijijini, mimi mtu wa jandoni. Au unafikiri nyinyi ndio mnaweza mkazaa tu, yani mtoto unaye wewe na dogo chief, si ndio? Tuheshimiane shemeji. Mimi sipendi kuona mambo yanaendelea. Sawa, sasa twende dogo tukakagua zile nguo ambazo zinanifaa mimi niweze kuondoka nazo. Lakini naomba mniandalie nauli ambayo isiyopungua 2,500. Yaani nauli ambayo inaendana na mavazi yangu nitakayokuwa nimevaa. Sasa dogo jiandae uje kwenye kabati kule abue. Mali. Sawa basi. Nafikiri ngoja niende shikilia hapa alafu sana. Ndio,
Safi sana, umenifurahisha. Tumekwisha mdhibiti yule binti na ametoka kwenye ile nyumba. Sasa nyumba ni safi, hakuna cha mzukule. Inabidi tuifanye kazi yetu. Mimi nitakupa dawa. Hiyo dawa ni kali sana. Nimechanganya kila aina ya uchafu. Nimechanganya nya ya paka, nikaweka na uchafu wa sokoni, kisha nikaweka na nya ya binadamu. Bado wewe inabidi nikupe hiyo dawa, kisha uijambie. Ukisha ijambia, tunaifunga pamoja na ushuzi wako. Wewe utakwenda mpaka kwa yule mwanaume, utampulizia usoni. Ukimwagia usoni, hapo ndipo dawa yangu itakapofanya kazi barabara. Pindi atakapomuona yule mwanamke, atamuona kama kinyesi, atamuona ananuka, hatotamani kumuona karibu, na atamfukuza kwenye hiyo nyumba. Hivyo basi, ataondoka mara moja yule binti. Ndipo hapo wewe utajimwaya na kuona ukiwa mama wa familia, mama mjengo, mother house. Unamiliki jumba lote kwa raha zako. Pia kitabu cha benki utakimiliki wewe, na mali zote atakuandikisha, hata hati za nyumba zingine huzijui hata kuandikisha. Wewe unakwenda kuwa mama mijengo, makampuni na ofisi yote ni ya kwako. Hivyo utamshikilia mkononi barabara. Kwa hiyo mganga, unataka kunihakikishia kwamba dawa utakazonipa zitaenda kufanya kazi? Naam, bila shaka zitafanya kazi barabara. Maana hizi dawa ninazokupa ni hatari, tena kiboko kabisa. Nitafurahi sana, na nakuahidi endapo zitafanya kazi, basi nitakupa zawadi nzuri ambayo hujawahi kupewa na mteja wako yoyote hapa. Labda tu nikwambie, mimi hapa nilipo nimechoka kula kuku. Kila siku naagiza kuku. Zawadi utakayoniletea, nahitaji uniletee papa. Tena unipe kipapa kidogodogo kutoka baharini. Nimechoka kula kuku, nahitaji samaki papa. Nile samaki papa kwa raha zangu. Unamaanisha nini? Inabidi tuelekee chumba cha mizimu, ukanipe kidogo nchangamshe damu, kisha nikupatie dawa. Mganga tena? Twende, unipe kidogo nchangamshe damu. Nifuate, nipe kidogo nchangamshe damu. Ayawe. Nipe kidogo nchangamshe damu. Twende. Ayawe. Nipe kidogo nchangamshe damu. Nipe kidogo nchangamshe damu. Nifuate. Maskini wifi yangu, kwa nini kilimkuta mpaka kampelekea mauti wake? Alianguka ghafla, ndipo mauti ulipomkuta. Lakini madaktari walisema hii hali imemwisha. Bado hali yake ilikuwa inamrudia mara kwa mara. Inaonekana madaktari walikuwa wameshindwa kugundua nini tatizo. Maskini wifi yangu, Mungu ampumzishe salama huko alipo. Usilie kipenzi changu. Sisi wote tunapita. Mbele yake, nyuma zetu. Sawa. Lakini baby, nahitaji leo nipumzike hapa na wewe. Siko sawa. Nimekuelewa. Lakini hata mimi sipo sawa leo. Hivyo, utalala siku nyingine. Nakupenda. Mbaya zaidi, Maida hapendi kusalitiwa.
hakikisha usije ukamsaliti na usikutane na mtu yoyote kimwili. Endapo ukikutana na mtu yoyote kimwili, utakuwa umekosea masharti na umekosea maida. Hauruhusiwi kukutana na mtu kimwili mpaka unakufa. Samahani dada. Samahani dada, mimi naitwa Chifu. Nimeelekezwa hapa. Nimeambiwa hapa kuna rafiki yake na Maida. Sijui kama unamfahamu huyo mtu. Maida? Yule aliyeweka msukuli? Ndio huyo. Sasa bwana, Maida hatumuoni, amepotea tu katika mazingira ambayo sio yenyewe hatuelewi. Sasa nikawa najiuliza huenda hapa amefika au kuna sehemu ambapo nyinyi mnajua alipo ili muweze kutupa msaada tumpate. Kuna shida naye sana. Hapa kwangu hayupo, labda ukamtafute sehemu nyingine. Sasa atakuwa wapi huyo? Au kuna sehemu yoyote ambapo tunafahamu yupo? Tusaidieni jamani, shida naye muhimu sana. Kakangu, yani toka alivyorudi sina urafiki naye na wala hata sijui alipo. Anyway, sawa, mimi nimekuelewa, ila naombi moja kama utojali. Kama kupata taarifa zote zinazomhusu yeye au kama unajua sehemu alipo, naomba wajuze pale ndugu zake. Kwa sababu tunapofahamu, basi wapelekee hizo taarifa kwa sababu tunamhitaji sana. Tafadhali naomba nisaidie katika hilo. Kakangu, yani toka alivyorudi sina urafiki naye na wala sina taarifa naye yote. Yaani kumtafuta mtampata. Sawa, naenda. Sawa, usijali, pole. Karibu. Shuti, mbona sio dalili zote za kupika humu ndani? Atuli leo au tumefunga? Mume wangu, mimi nasikia uvivu, mwili umekuwa mzito. Afu vitu vya jikoni vyote vinanipa kichefuchefu. Vipi nisaidie? Na mimi niingie jikoni? Mshombe yako bwana. Wewe unafahamu kabisa mimi siwezi kupika. Naweza kaingia jikoni hapa nikapika vitu vya ovyo, matokeo kwa tumeharibu tu chakula au kukichezea ukashindwa kula. Kwa mimi nafikiri wazo wa mimi kuingia jikoni kupika hilo haiwezekani. Mimi nataka upike wewe. Hata kama ukikosea nitakula hivyo. Kwa nini kwanza leo ukajua kupika? Haya, hiyo wewe karibu yangu sasa. Nitapokuwa nakosea, huo unielekeza, sawa? Sonia, kwa nini unatoka bila kuaga? I'm sorry baby. Ni emergency tu ilitokea. Lakini sasa hivi nimekuja kwa ajili yako. Next time usifanye hivyo my love. Unajua mimi nakupenda sana. Nakupenda pia. Mshenzi umefuata nini ndani kwangu? Wewe, umefuata nini hapa ndani kwangu? Babe, huyu amefuata nini hapa? Mungu yana nianzo na ndoa yetu. Babe, mimi naomba umtoe nje. Wewe sio mtoka nje. Toka, si nakwambia utoke. Wewe. Mbona unakosa adabu kiasi hicho? Hujafundwa wewe, si ndio? Hivi Sabra, unatoa wapi ujasiri wa kumfukuza mwanamke ninayempenda kwa dhati katika nyumba yangu? Unatoa wapi ujasiri? Chief. Umepatwa na nini? Mbona hii hali sio ya kawaida? Sasa nisikize nikwambie. Sonia ndo mwanamke anastahili kuishi ndani kwa sababu nampenda kupita maelezo, sio wewe. Na iwe mwanzo na mwisho kumfokea Sonia, aidha akiwa peke yake au mbele yangu. Naomba sirudie hili swala. Tambua nampenda sana. Umeelewa?
Tazame kwanza. Thank you baby. Don't worry. Mezani utakuwa umepata majibu juu ya hicho kinachoendelea. Babe. Yes, sweetie. Twende tukapumzike ndani, nimechoka. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Nini kinaona mbele ya macho yangu? Siamini njia yangu imekuwa na majuto, majuto nayopitia, nauliza lini ni mwisho, ni mwisho. Natamani nitoe yaliyopo ndani yote hadharani wajue. Ni nini hiki? Sasa nimefanya nini mume wangu? Mbona amenibadilikia ghafla? Najiuliza ni lini nifurahi na mimi. Simevunjika. Chifu mwanangu. Chifu ngoma. Mwanangu. Chifu kuna nipa maumivu makali mimi. Nimekukosea wapi baba yangu? Kwa nini baba yangu? Nasifungwa ndani hata nje za kwenye chumba changu mume wangu. Nani huruma baba yangu? Mume wangu usinifanyie hivyo, mimi mkeo. Mume wangu, Mungu basi kafanyie hata nje jamani. Njia yangu imekuwa na majuto, majuto nayopitia, nauliza lini ni mwisho, ni mwisho. Single father, single father, single father, single father. Yamejawa na usaliti, watopendani, visa vingi. Unayempenda hakupendi, purukusha somadingi. Hata mamadha wako wengi weleweki, wanatoka na watoto zao bila kujua, na uchawi umekithiri. Ushirikina umetawala. Single father, single father, single father, single father, single father, single father, single father.